Mambo vipi kaka? Poa, vipi ndugu yangu? Uko fresh pacha? Alhamdulillah, safi kabisa. Pacha wa Simba Sports Club. Tupo bwana. Bwana, tulisikia mengi sana kwamba Mwamba Lusaka anaweza kaingia Msimbazi. Wana Simba wakawa na shauku kwamba je, ni kweli? Imekuwaje, mbona kama imekaa kimya sana? Ina kweli mbona? Unajua Chama, of course Chama ni kweli kabisa. Simba ishamsajili. Lazima tukubali hilo kabisa. Chama Simba imeshamsajili. Unajua mpaka Simba imefikia stage ya kumsajili Chama. Simba imesema kwamba Chama tuwe naye kama mchezaji. Kiasi fulani unaweza kuwaelewa. Tuwe wa kweli. Kumekosekana mchezaji ambaye ameweza kuliziba lile pengo la Chama. Katika wachezaji wote ambao Simba tulofanya usajili, tumekosa kuziba lile pengo la Chama. Na ndio maana tumefikia stage ya kusema kwamba Chama arudi. Tuwe wa kweli, Chama ni mchezaji mzuri. Chama ni mchezaji mzuri. Ndio maana Simba wameweza kumsajili Chama, lakini kuna maswali ya kujiuliza. Je, ni sahihi Chama kuja kwenye kipindi hiki Simba? Hilo ndo swali ambalo la kubwa la kujiuliza. Mimi binafsi ukiniuliza, nitakwambia Chama wakati huu kuja si sahihi. Kwa nini? Umri Chama kashakuwa mkubwa. Chama na miaka 40. Unapomleta Simba kama mchezaji, kwanza ni jambo la kufeli. Umefeli kwa sababu umekosa mchezaji ambaye wa kuvaa viatu vya Chama. Mpaka ukafikia stage ya kusema tunamsajili tena nani? Chama. Na mimi ni shauri ama nipendekeze, hii kamati ya usajili ya Simba ibomolewe. Hii kamati ya Simba haifai. Sababu haiwezekani Afrika nzima unashindwa kumuona mchezaji mwenye quality zaidi ya Chama. Mpaka unafikia stage ya kusema tunamrudisha Chama. Brother, unapozungumzia Simba, malengo yao ni nusu finali. Simba malengo yao ni finali. Utamleta vipi mchezaji ambaye tayari ana miaka 40? Tayari mchezaji ambaye tayari kashaferi Yanga. Hapo Singida kwenyewe Chama anaanzia bench. Alafu unamleta useme kwamba akuvushe nusu finali. Hili jambo la kufikirisha kweli kweli. Na hili jambo si sawa. Na huyu ambaye aliyeshauri au aliyependekeza Chama arudi ndani ya Simba, huyu sio mwenzetu. Huyu sio mwana Simba. Huyu ana uchungu na timu. Haiwezekani umlete mchezaji ambaye tayari age go. Mimi ningewaelewa vizuri ama ningeungana nao, wangemleta Chama kama ni kocha wa viungo. Au kocha wa wachezaji ambao ni vijana. Lakini swala la kumleta Chama kama ni mchezaji ndani ya Simba, ili jambo halina afya. Ina maana wewe ukubaliani na wale ambao wanasema kwamba Chama arudi? 100%. Kwa sababu ujue ili msajili mchezaji unaangalia umri wake. Unaangalia na performance. Kigezo gani kilichotumika kumleta Chama? Kama litusaidia, kama tunampenda, basi tungempata ukocha wa vijana. Mbona Boko karudi Simba? Lakini amekuja kwa namna gani? Amekuja kama kocha wa vijana, basi na tungemtafutia nafasi yote. Lakini swala la kuja Chama kama mchezaji, pengo la Chama lipo, lakini tungetafuta mchezaji kijana ambaye anaweza kuliziba lile pengo kwa vitendo, kiuwanjani. Brother, haiwezekani ukajiita timu kubwa, haiwezekani ukajiita timu bora, unashindwa kuleta namba 10 ambayo mwenye kiwango kikubwa, ambayo ataendana na wewe sawa kwa malengo yako ya finali ama nusu finali. Au tuache basi ya malengo ya kujiita timu kubwa, tuishie hapa tu kwenye makundi ama kwenye robo finali. Ndio maana mimi siungani na viongozi wangu, na ndio maana mimi naenda mbali zaidi. Nasema viongozi wa Yanga ni bora ukilinganisha na sisi. Ubora wa Yanga viongozi na ubovu wa Simba viongozi uko wapi? Uko kwa wachezaji, uko kwenye timu kwa ujumla? Hususan kwenye upande huu wa usajili. Tuwe wa kweli, Yanga wametuwini sana hususan kwa wachezaji. Na ndio maana mimi sishangai ama sitoshangaa nikiambiwa Alan Okello Yanga wamemchukua.
Alan Okello ni mchezaji mzuri of course, angetusaidia Simba. Alan Okello ni kijana. Hao ndio wachezaji ambao wanastahili kusajiliwa ndani ya Simba. Unaposhindwa kumsajili Alan Okello, mchezaji ambaye kutoka Vipers, ambao Vipers wao umeiacha mbali kwenye renki, Vipers na Simba ardhi na mbingu, unaposhindwa kumchukua Alan Okello kutoka Vipers, alafu wewe unajiita timu kubwa, wewe malengo yako ni finali, brother, tunajichekesha wenyewe. Huenda wana Simba ama viongozi wa Simba na performance ya wachezaji kwamba yule hahitajiki, na ndio maana wamemchukua kama Chama. Okello huenda hana namba pale. Unajua, tuwe wa kweli, mchezaji anasajiliwa kwa mambo mawili. La kwanza umri wake, ya pili performance. Ndio sababu kubwa ya mchezaji kusajiliwa. Huyo Chama na umri gani? Chama kasau nini ndani ya Simba? Si atumdai. Chama kashafanya kila kitu Simba. Chama na miaka 40. Chama ka perform vipi? Of course Yanga alimsajili Chama. Kafanya nini ndani ya Simba? Ndani ya Yanga? Yanga wamemwacha kwa kiwango kibovu. Hapo Singida Chama sio tegemeo. Tunamsajili Chama kwa kigezo gani? Unapomzunguzia Alan Okello, usiangalie msimu, angalia misimu miwili mitatu nyuma. Huyu ndio shujaa yao wao Vipers. Alan Okello ndo ameibeba ya Uganda. Ana umri mdogo, ana miaka 20. Ana kiwango bora. Huyu ndo mchezaji wa kusajiliwa. Basi kwa mantiki hiyo, basi ni bora Simba ningewaelewa zaidi wangemsajili Luis Jose Miquissone. Ana miaka 25 kama sio 26. Ukiangalia Idi Songo, yeye ndo kama mfungaji bora. Yeye ndo kaonyesha perform kubwa. Ujue basi tumsajili na Kagere. Kwa sababu sisi hivi Simba tuna struggle kwenye upande wa forward. Tunateseka. Si kashasajiliwa yule kutoka Mbeya City, Mwangelo. Unajua huyo mchezaji wa Mongero, sio Mongero, anaitwa si nani? Sio amecheza jana kwa juzi kwenye Mapinduzi. Kama kijana anafaa. Haiwezekani tuletee wazee. Kama umeona hujamuona kwanza? Huyo mchezaji mimi sijapata bahati ya kumuona. Lakini kama kijana, unajua mpira ni vijana ndo wanacheza. Haiwezekani ukatuleta mchezaji wa miaka 40 utuaminishe ni mzuri. Kama ni kijana, ana kiwango bora, asajiliwe kuliko kumsajili huyu Chama. Chama si Simba atumdai. Unaelewa? Na ndio maana mimi niwe mkweli, niwaambie hata hawa ndugu zangu Yanga ujue wamemsajili Damaro. Wamemsajili Maruf Shakei. Yanga wanatafuta namna gani ya kuziba pengo la Aucho. Na mimi niwaambie tu, Yanga wamsajili huyu Aucho mwenyewe ndio aweze kuziba lile pengo lao. Kwa sababu Yanga wanamsajili Damaro, huyu Damaro na Shakei wamemkimbia Aucho Yanga, wamemkimbia Aucho Singida. Haiwezekani ukamsajili Aucho, ukamsajili mtu ambaye azibe pengo la Aucho, ambaye huyo Aucho mwenyewe original wamemwacha Singida. Yanga na wao warudi kwa Aucho wamsajili. Kwa sababu of course Damaro, of course Shakei wamemkimbia Aucho Yanga Singida. Sasa utaziba vipi pengo ambaye mtu ambaye mnaoleta azibe pengo lake au mnaoleta replacement yake wamemshindwa? Ili jambo nalo la kuliangalia. Yanga na wao wasione aibu. Waende kumchukua Aucho mwenyewe. Pengo la Aucho Yanga lipo. Ina maana sasa na tuseme Simba na wao wamchukue Chama sasa mwenyewe. Ujue walivyomchukua Chama kwa namna fulani wanataka kutafuta namna gani ya kuziba lile pengo la Chama. Kwa sababu pengo la Chama bado lipo Simba. Tuwe wa kweli. Na pengo la Aucho pale Yanga lipo. Umenielewa? Shida ni moja tu. Chama umri. Chama ingekuwa na miaka 20-21 ningekwambia Chama yuko sahihi kumrejesha. Lakini huu Chama kashazeeka. Pengo la Chama lipo. Umenielewa? Na pengo la Aucho lipo. Kwa hiyo Yanga Afrika na wao wamrudishie Aucho ili kuziba pengo la Aucho. Unapozunguka mara Conte, mara Damaro, mara Shakei, wote hawa wameshindwa kuziba pengo la Aucho. Ina maana unaweza kaniambia kwamba maarufu Shakei na pia hawezi kuja kuziba ile pengo? 100%. Kwa jibu ni moja tu, kamkimbia Aucho mwenyewe pale Singida. Haiwezekani umchukue mchezaji ambao wawili wote wamemkimbia huyo Aucho original. Aucho official Aucho yuko Singida, mmemkimbia, amumwezi. Anaweka benchi,
muje mzibe pengo lake Yanga Afrika. Tunapozungumza akili ya ovyo, tunapozungumza afya akili, na wewe iangaliwe hii. Na maana watu wa Yanga pia wana hiyo tatizo. Mashabiki wa Yanga nao mafuta taa. Tunapozungumzia mashabiki nao wenye mafuta taa, basi ni mashabiki wa Yanga. Mafuta taa yana tabia gani? Mafuta taa yana tabia kulipuka. Umenelewa? Kwa sababu haiwezekani huyo Aucho OG mnatafuta pengo la Aucho. Aucho mwenyewe mmemwacha Singida. Aucho mwenyewe hao watu wamoleta replacement ya Aucho mmewaacha Singida, ambao wameshindwa kumchallenge Aucho mwenyewe. Wameshindwa kumweka benchi huyo Aucho mwenyewe, alafu nyewe mkazibe pengo. Aisee, ni jambo ambalo la tunapozungumzia afya akili, nao mashabiki wa Yanga nao wapimwe hapa. Bwana Pacha, neno la mwisho pia kwa wana Simba Sports Club. Kocha mnaye? Kocha tunaye. Kocha tunaye. Unajua, tuzungumzie kidogo mchezo wa jana Taifa Stars. Unajua watu wengi sana wanalalamika kuhusiana na swala la Taifa Stars kuonewa. Tunalalamika nini? Watanzania tunalalamika nini? Mpira wa Afrika ndivyo ulivyo. Mwenyeji lazima abebwe, tumesahau. Unaposikia home advantage ndio hapa sasa inaanza kufanya kazi. Umeelewa? Na mimi ni mlaumu bwana Ali Samata. Kwa nini? Yeye ndo kama captain. Wewe ndio tunakutegemea. Kwa nini usiwaite wale wachezaji wako wote? Mgome basi. Mfanye lolote kushinikiza VAR iangaliwe. Kwani si waligoma na walitaka VAR watu wakaangalie, lakini referee ndo alikataa. Bwana Ali Samata aliambia watu waende kati. Bwana Ali Samata ameshachoka kucheza timu yetu ya taifa. Julius alishasema Bwana Ali Samata anaona wivu kuanzishwa benchi. Tuwe wa kweli, Bwana Samata ukashazeeka. Mwalimu kacheza vizuri of course. Mwalimu kaperform jana. Bwana Ali Samata alitakiwa aite wachezaji wale. Jamani tugomeni. Maanake dunia ilikuwa inaona. Ila ni penalti halali. Idi Suleiman Nado amesukumwa, kila mtu kaona. Bwana Ali Samata, ite wachezaji wako wote. Gomeni. Shinikizeni, ekeni. Mimi nikwambia ingekuwa Arabu. Jana ingekuwa Arabu. Wao ungeona, wangegoma ile mechi. Bwana Ali Samata, kwa nini hujagoma? Ametuangusha. Na hii tuwe wa kweli. Bwana Ali Samata anaona wivu kuweka benchi. Lazima tukubali kwamba Ali Samata umeshazeeka. Ukizungumzia pia performance ya Faisali, watu walimlalamikia kukosa ile goli. Miongoni mwa watu ambao walitoa komenti ni watu ambao wapenda soka. Ukitazama na wewe kwa haraka unaweza kumlaumu Faisali pale? Ile ni goli clear alikosa. Lazima tuseme, tukubali kwamba Faisali ni mchezaji mzuri. Juzi alituheshimisha akafunga goli zuri, lakini ile goli nayo ilistahili kuwa goli kwa sababu alishaikewa pale weka. Ilikuwa na imani tungepata ile goli ingetusaidia. Lakini so far ni mchezo wa mpira wa miguu. Lazima kwanza tukubali kwamba kilichofanyika, lazima mimi binafsi si wadai wachezaji walichokifanya. Kwa sababu tumepambana kadri tuwezavyo, lakini ile ilistahili kuwa goli. Umeelewa? Kwa so far mimi ukiniuliza mimi nitakwambia wachezaji si wadai. Kilichokifanyika au wachezaji walichokifanya imekuwa ni alama katika mpira wetu wa Tanzania. Na mimi nimwambie man of the match alikuwa ni yule refa. Ametimiza maagizo. Refarii ametuumiza. Kwani yale yalikuwa ni maagizo? Kabisa. Kwa sababu refarii kila anavyoambia twende kwenye VAR anakataa. Ujue refarii alichokifanya jana wengi wanashindwa kuelewa. Alinusuru ile VAR. Alitetea VAR. Kwa sababu angeenda VAR ingekuwa inaadhirika. Umeelewa? Dunia nzima ilikuwa inaidharau VAR jana. Jana kwa mara ya kwanza VAR ilikuwa inadharauliwa. Lakini refarii akaona hapa nikienda kwenye VAR nitaiadhiri hii VAR. Na kila mtu ataidharau VAR. Na maana aliheshimisha VAR. Aliheshimisha Kwa sababu angeenda, tuta leshe wangu. Tuta Zairi. Ndio maana akaona hii noma hii. Nikienda tu VAR hii, watu wataibeza hii, wataitukana hii. Unamwonaje Miguel Gamondi? Kocha mzuri. Statistics zinambeba. Jinsi alivyocheza. Kwa mimi binafsi ningeshauri Gamondi apewe timu moja kwa moja. Walikuwa kwenye testi lakini. Apewe timu moja kwa moja. Japo naweza nikamwambia neno moja tu. Miguel Gamondi aache usimba na uyanga. Umeelewa? Kibu Denis naye alistahili kucheza katika ile mechi. Tunaambiwa huyu bwa mdogo Morris Abraham alikuwa majeraha, lakini kama angekuwa mzima mimi binafsi ningempatia dakika za kucheza. Lakini huyu Gamondi ni kocha mzuri, lakini neno moja tu, aache usimba na uyanga. Kwani alipanga watu wa Yanga sana pale? Huyu Kibu Denis alistahili kucheza kwenye ile mechi ya jana.
Namba yake ilikuwa ya nani pale? Alikuwa anatoka huyu bwa mdogo huyu nani huyu? Ule winga ambaye yani kwamba sio mechi ya jana tu, hata mechi ile ambayo tunazungumzia mechi ya jana. Huyu nani huyu Kibu Denis Mkandadi analistahili kucheza. Hata Msuva angetoka. Kuna muda fulani Msuva alishakata pumzi. Alistahili kucheza Kibu Denis. Unajua Kibu Denis ni mchezaji ambaye ana tenki. Kibu Denis anapiga. Ukiangalia sisi mbele tulikuwa twendi. Tutaji mtu wa kupiga bakola. Simuona moja Mohamed Hussein Shabalala alipiga. Simuona faida tulipata ile. Kwa hiyo Kibu Denis naye huwa anaanza au at least anapewa dakika basi. Kwa hiyo ukiniuliza mimi Gamondi nitakwambia ni kocha mzuri. Lakini pia vile vile aache usimba na uyanga. Bwana, shukrani sana. Asante.